Tulipoanza mwaka, neno la Mungu likatupa unabii kwamba tutakuwa na mwaka wa kuhesabiwa haki. Ndio maana yake sema tumehesabiwa haki, ni mwaka wa kuhesabiwa haki. Basi kwa hiyo tuko katika mwezi wa kwanza tu wa mwaka wetu wa kuhesabiwa haki, na haki hiyo tunapewa sisi kwa neema. Tunahesabiwa haki kwa neema, na neema hiyo ambayo tumehesabiwa, basi Mungu anatustahilisha kile tusichostahili. Sasa wewe kama unafahamu unastahilishwa kitu ambacho hukustahili, basi kuwa mtulivu, ufahamu kwamba umehesabiwa haki, na Mungu anasema nini kwako wewe ulihesabiwa haki kwa habari ya eneo la maombi. Bwana asifiwe. Waraka wa Yakobo sura ya 5 mstari wa 16. Neno la Mungu linasema, ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana, akiomba kwa bidii. Kama tunahusika na neno hili ambalo alisema Yakobo kwamba ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi mpate kuponywa, linatuhusu mimi na wewe. Bwana asifiwe. Linatuhusu neno hili ili tupate, tukiungama dhambi zetu sisi kwa sisi tupate kuponywa, ili tupate kuwa wenye haki mbele za Mungu. Tunapokuwa wenye haki mbele za Mungu, sasa ndio tufanye bidii katika kuomba. Neno la Mungu nasema ili uwe na haki mbele za Mungu, basi jitakase ili uwe mtakatifu kama ye alivyo mtakatifu. Kwa kuwa Mungu anatusamehe dhambi zetu ili tuwe watakatifu kama na ye alivyo mtakatifu, ili tuwe na haki ya kuitwa wana wa Mungu. Mungu sasa anapokuwa amekuhesabia haki kwa wewe, kwa neema ya kuwa uwe mwana wa Mungu, baada ya kukusamehe dhambi zako, anasema habari yako wewe na mwenzio mliosamehewa dhambi na kupewa haki ya kuitwa wana wa Mungu. Ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi mpate kupona. Maana kinyume cha hapo, wenye haki mkisha kusamehewa bure, lakini ninyi kwa ninyi kama hamkusameheana, kama hamkuwa huru na kupendana, bado kuna roho ya mauti inakufuatilieni. Kwa nini? Kwa sababu ninyi kwa ninyi hamjaungamiana dhambi zenu. Bado mnatakiwa mupande muingie kwenye daraja la kupewa haki na kuungama dhambi zenu ninyi kwa ninyi, ili hapo sasa muwe wazima mbele za Mungu. Sasa